Habari za kati popote pale ulipo na karibu sana Charles Beda TV habari. Ili kupata habari motomoto punde zitokeapo, usahau kubonyeza kitufe cha subscribe wa kwanza kupata habari hizi punde zitokeapo. Na moja kwa moja taarifa yetu ya habari inaanzia kule mkoani Dodoma, ambapo mkutano wa 19 wa bunge la 12 umeanza rasmi leo tarehe 8 Aprili 2025 siku ya Jumanne. Mkutano huu ni mahususi kwa ajili ya kujadili na kupitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari na sasa tunaelekea mkoani Arusha, ambapo diwani wa kata ya Lingijave wilayani Arumeru mkoani Arusha, Mheshimiwa Thomas Raphael Moll amesema kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili kuchaguliwa tena kwa kishindo katika awamu ya pili ya uongozi kwa jinsi ambavyo anapambana kuleta maendeleo katika taifa hili. Mheshimiwa Thomas Raphael Moll alikuwa akiongea hayo alipokuwa akiongea na mwandishi wetu wa habari kuhusiana na miradi mbalimbali ya maendeleo inayoendelea kwenye kata hizo. Mheshimiwa Thomas Raphael amesema rais anaopiga mwingi kwenye kata yake ameleta miradi mbalimbali ya maendeleo, hivyo akawataka Watanzania wakisha kuwa wanamuunga mkono rais kwa kumchagua kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Asante ndugu Charles. Ni kwamba sisi kwa ngazi zetu tunawahamasisha wananchi waweze kumchagua mama aweze kuendelea na muendelezo wake wa kazi ambaye tumeiona matunda yake, kwa sababu tayari chama kimeshampitisha mama na sisi tutamuunga mkono. Tutahakikisha kabisa ya kwamba mama anapita, na tunawahamasisha ndugu zetu ama wananchi wetu ili jina hili la mama liweze kupata kura za kutosha na za kumwaga. Asante. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari na sasa tunaangazia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika vuguvugu lake linaloendelea hivi sasa, vuguvugu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, ambapo wamekuja na kampeni inayokwenda kwa jina la No Reform No Election, wakimaanisha kuwa kama hakuna mabadiliko katika sheria za uchaguzi basi hawataingia katika uchaguzi huo. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipasi Lissu, anasisitiza kuhusiana na operesheni ya No Reform No Election. Tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari. Baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Mwenyekiti wa mkutano mkuu, mwenyekiti wa chama Freeman Aikaeli Mbowe, kamati kuu mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform no election. Mimi nikachaguliwa kesho yake. Unakuaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuaje ni udikteta uchwara? Mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama. Na mpenzi mtazamaji wa Charles Beda TV habari, na sasa tunaelekea katika habari za michezo na burudani. Na katika habari za michezo na burudani tunaangazia mchezo wa jana, ambapo Dar es Salaam Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League, jana wamepata ushindi mbele ya wagosi wa kaya Coastal Union katika uwanja wa nyumbani wa Mkwakwani mjini Tanga kwa kuifunga goli 1-0, goli lilofungwa na Pacome Zouzoua. Goli hilo linafanya Dar es Salaam Africans izidi kujikita kileleni mwa ligi hiyo ikiwa katika harakati za kutetea ubingwa wa ligi hiyo.
Na taarifa nyingine za michezo, tuangazie mchezo wa marejeano wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry, ambapo katika mchezo wa awali Simba walipata kichapo cha goli 2-0. Hivyo katika mchezo wa marejeano utakaochezwa kesho katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Simba ili waweze kusonga mbele katika mchezo huo wanatakiwa kuifunga Al Masry jumla ya magoli 3-0. Kuelekea mchezo huo, maandalizi mbalimbali yamefanyika, huku wekundu wa Msimbazi wakiwaalika wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba wanaipa changamoto ama support timu hiyo iweze kupata ushindi. Miongoni mwa watu walioalika katika mchezo huo ni pamoja na baba mchungaji Boniface Mwamposa. Tunamshukuru Mungu. Kwanza nishukuru kwa mwaliko wao. Wengine wangeweza kualika hata waganga kienyeji, lakini wameona mtumishi wa Mungu wanialike. Kwa kwanza hiyo ni nuru katika mpira. Sio tu katika Simba. Hii tusiangalie Simba tu. Ni nuru kwa mpira wa Tanzania. Kwa sababu mpira mingi watu wengi wanajua kukimbilia madhabahu za waganga. Lakini ukiona wanasema tunaita nguvu itakao tusaidia. Tunaita mtumishi wa Mungu pia tunamwalika kwenye mchezo huu. Hilo ni jambo la baraka. Wangeza kuita mtu mwingine. Kwa mimi niseme Mungu awabariki viongozi wa Simba. Wameonyesha nuru. Wameonyesha mwanga kwenye taifa. Naye mkurugenzi mtendaji wa klabu ya Simba Bizubeda amewataka mashabiki kuhakikisha kuwa wanafanya kila sababu kuishangilia timu hiyo katika mchezo wa kesho, na wale ambao hawaitakii mema timu hiyo basi wakae pembeni, lakini wao watahakikisha kwamba Simba inapata ushindi katika mchezo huo ili waweze kusonga mbele katika hatua inayofuata. Wakati mechi yetu inaahirishwa siku ile nyingine, yalitokea maneno, kulikuwa kuna wazee, mbuzi, watu wafupi amewasema mzee dalali, mabasi yasiohitajika. Lakini mimi niwaulize maswali. Katika pita zenu kwa jinsi mnavyojua ndugu zetu hapa, kungekuwa na basi la BM, msingeliona kwenye video au picha? Lingeonekana. Wazee wafupi wangekuepo, wasingeonekana? Au walikuwa wanaona wao tu, sisi hatuwaoni? Sasa sisi tutume message moja tu kwamba waje watu wafupi, waje watu warefu, yaje mabasi ya BM. Kama mechi haikuhusu, baki nyumbani, kwa sababu tumehakikisha tumejithatiti katika kila hengo ili kulinda ulinzi na usalama, na sisi tutakuwa wakali sana kama klabu. Na mtazamaji, na kufikia hapo ndio tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Charles Beda TV. Ili kupata habari motomoto punde zitokeapo, usahau kubonyeza kitufe cha subscribe wa kwanza kupata habari hizi. Asante sana na niwatakie siku njema. Asante.